ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, na aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Tukiendelea na darsa la pili la sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumeelezea darsa lililopita vita muhimu katika Uislamu, na ni vita vya kwanza nazo ni vita vya Badri, ambapo kwa hakika leo ni tarehe 17 Ramadhani, na hizi vita zilifanyika tarehe 17 Ramadhani. Kwa hiyo tumezitanguliza kuzungumza kwa kuwa imefika mahali pake pa kuzungumza siku ya Alhamisi, na leo ndio siku ilitokea tukio kama hili. Waislamu katika mji wa Madina walipokwenda katika eneo la Badri, na Mwenyezi Mungu akawapatia ushindi. Na kwa sababu ya minasaba inavyotokea katika Uislamu, ulama wetu ambao kwamba tulopokea kwao masomo, siku kama hii wanaiangalia ni siku special, ni siku ina umuhimu wake katika Uislamu. Kumlekea Mola ni siku ya nusra, na Al-Imam Razi katika tafsir ya Qur'ani asema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wadhakkirhum biayyamillah katika Qur'ani, wadhakkirhum biayyamillah, wakumbusheni hawa siku za Mwenyezi Mungu. Sasa Al-Imam Fakhru Razi akasema siku zote ni za Mwenyezi Mungu, jana, leo, kesho, wakati wa watu waovu, wakati wa watu wema, zote hizi siku ni za Mwenyezi Mungu. Lakini hapa hii aya ya kusudia kitu gani? Akasema ya kuwa hapa ya kusudiwa siku yenye matukio ya kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu, siku ambazo kwamba zina matukio ya kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku hii ya leo tarehe 17 ni katika siku iliyokuwa na matukio yenye kuonesha ukubwa na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hawa walikuwa 300, wale walikuwa takriban 1000, hawa walikuwa wana mapanga mawili, walikuwa madhaifu kila namna, lakini vile vile wakapata ushindi kwa sababu Mwenyezi Mungu alileta ushindi, akawateremsha na malaika. Kwa hiyo moja kwa moja hii siku ni ayyamillah, ni katika siku za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watu hulekea wakamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, siku hii ya leo literemsha nusra kwa watu wa Badri na kumnusuru mtume na kumnusuru dini, na mimi pia ya Rabbi ni mnyonge, nina tatizo hili, na mimi pia niteremshie nusra katika familia yangu, katika maisha yangu, katika kazi yangu. Ni kumlekea Mola kwa hizo siku ambazo kwamba yeye Mwenyezi Mungu pia ameziangalia. Leo tuingia katika ghazwatu Uhud. Hizi ndio vita vya pili vilivyofuata baada ya vita vya Badr. Na vita vya Uhud sababu yake ya kidhahir ni kuwa vita vya Badri kuliuliwa watu wakubwa wa Quraysh. Kina Abu Jahal walikufa hapo, na kina Utba na kina Shayba, yani ni watu wale wakubwa wa Kimakka waliuliwa katika vita vya Badri. Watu wa Makka wakakaa wakasema, sasa ni lazima tulipize kisasi, ni lazima tulipize kisasi. Wakaanza kukusanya silaha, wakaanza kukusanya pesa, wakaanza kukusanya chakula, wakaanza kuandaa jeshi, mpaka ikafika wakati sasa ni kwenda kupigana. Wakatayarisha jeshi la watu 3,000. Kiongozi wa jeshi kama hili alikuwa ni Abu Sufyan. Huku Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika Madina yuendelea na maisha yake ya kawaida.
lakini pamoja na hivyo alikuwa anao mainforma. Unajua Madina khalas, sasa mtume imeshakuwa ni serikali lazima uwe na mainforma wa kukuletea habari kuendeleaje, ili kuhami usalama wa wananchi wako katika mambo muhimu. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali kama hiyo, ukaja sahaba anaitwa Talha na mwingine Said ibn Zaid, wakamwambia ya Rasulullah, kule Maka kumepangwa jeshi la watu 3,000 wanakuja Madina kupigana ili kulipiza kisasi cha watu wao waliouliwa. Na hii ndio ni sababu ya dhahir, lakini sababu ya hakika ni Makureishi wameona kupigwa katika vita vya Badri heshima yao imepotea. Kwa hiyo namna ya kurudisha heshima yetu, watu wote wazidi kututambua, ni lazima twende tukawapige ili turudishe heshima yetu. Katika siku hizo hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata ndoto, akaota ya kuwa kuna ngome ambayo kwamba imehamiwa vizuri, ameweka mkono wake, kisha na panga lake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam likavunjika na jino lake pia likavunjika katika ndoto. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndoto tayari imeshampatia picha ya kuwa vita vipo na hiyo ngome ni
ya mvua. Ule Arabuni huwa kuna suyud wanaita mafuriko yakiteremka yale ya maji, basi yanapita kwenye njia maalum. Hiyo njia maalum inaitwa suyud. Kwa hiyo mvua ikishuka ina njia zake, inatembea inaingia kwenye mashamba. Sasa upande wa pili huku kuna mtaro mkubwa sana umejaa maji, kwa sababu ilikuwa ni mvua iliwahi kunyesha. Kisha kwenye kona kidogo pale kuna kijabali kidogo kimeinuka hivi. Mtume SAW akapima kistrategic sasa kijeshi na vita, akawaambia masahaba, upande huu ni ngome, hakuna mtu atapanda jabali wala hakuna mtu atazunguka jabali. Mtu akitaka kuzunguka jabali hapa tutakuwa tushamaliza vita, yani 23 kilometers, hakuna magari zamani, na huku kuna maji, hakuna mtu atakweza kwenda. Kwa hiyo sisi tufunge baina ya hii jabali dogo. Sasa hapa kuna jabali dogo, hapa kuna mtaro na hapa kuna jabali kubwa. Tufunge hii njia, tujipange mwanzo mpaka mwisho. Makufaru wakija hapa ni vita ana kwa ana, ni ushujaa peke yake. Ima wataogopa wende zao au watazubaa au waingie tu pambane. Akachukua grupu la watu 50 katika watu 700, akawaambia pandeni hii jabali ndogo. Lau mathalan hawa makufaru wataamua kuzunguka, basi hawezi kuja kwa nyuma yetu, kwa sababu nyinyi mtakuwa mko juu pale mnatuhami kwa nyuma. Kwa hiyo jabali dogo liko hapo, kuna masahaba, mtaro wa maji hakuna mtu aweza kutembea, kuna jabali hakuna mtu aweza kupanda. Kwa hiyo anayekuja iwaja kwenye mbano kuuana au kufaulu. Basi Mtume SAW akawachagua watu 50 wale wakapanda katika lile jabali wakiongozwa na mmoja katika wao. Mtume SAW akawaambia, hapa mahali msiondoke, tukishinda ubakie, tukishindwa ubakie, msiondoke, kwa sababu hapa mkiondoka kwa kushinda, hawa watazunguka kwa nyuma watupige, maana sisi tutakuwa tuangalia kule, wao watakuja kwa nyuma watatumaliza. Na pia tukishindwa pia msiondoke, kwa sababu hawa wakitushinda watatumaliza huku, na nyinyi mkishuka mtakuja kumalizwa na nyinyi, sote tutamalizwa. Yani hii ni sehemu very strategic, haifai kuondoka. Basi Mtume SAW katika mipango kama hiyo, baadaye akachukua bendera akampa sahaba anaitwa Mus'ab ibn Umayr, akamwambia hii ni bendera utaiongoza. Kisha akachagua masahaba watatu ndio chief commander wa kupeleka vita, naye ni Hamza, Sayyidina Ali bin Abi Talib na Zubair ibn al-Awwam. Wakaingia katika kawanda katika kupangana, huku wakipangana katika safu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua panga lake akaliinua, akasema, ni nani atakayechukua panga langu lakini kwa haki yake? Panga la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe kupata hilo panga kulishika ni baraka, wacha kupigana, kulishika tu lile panga. Khalid bin Walid huyu amekuwa sasa ni kafiri, tutamsikia habari zake. Aliposilimu alikuwa ana nyele za Mtume, basi hakuna vita anazokwenda isipokuwa uchukua nyele akazitia na kilemba chake. Ajua nyele za Mtume ni baraka, nyele za Mtume ni nuru, nyele za Mtume ni kheri. Watu ikiwa wamefika signature ya mwimbaji, signature au player au nisaidie hapa au shati lake ya saini, wewe upate nyele ya Mtume sasa, wacha kusanya nyele ya Mtume, bila shaka ni kitu kikubwa na ni baraka kubwa na ni fahari kubwa. Kwa hiyo Mtume alipoinua panga lake, kila mmoja katika masahaba wakawainua sauti, ana ya Rasulullah.
mtu hapa, mimi sirudi nyuma, wewe njoo na mapanga hata mangapi, njoo na nguvu gani, mimi nitaingia, ima niue au niuliwe. Asema akatoa kitambara chake akafunga kwenye kichwa kufahamisha hapa ni kufa na kupona. Wasema lile panga lake lilipokuwa kilimsukuma namna hii lilikuwa likiua kwa njia ya ajabu sana, halikosi, na aliwaua wingi katika makufara. Hata akafika mahali alimpata mtu amejifunika uso, amewacha tu macho. Wakati wataka kumpiga akifungua yule mtu, kumbe ni mwanamke, alizuia ile panga lake, kwa kuwa Mtume amekataza kuua wanawake. Basi na yeye pia akatoa heshima ya kuwa hili panga la Mtume haliwezi kuua mwanamke katika vita. Kwa hiyo alichukua haki ya kisawa sawa mpaka katika kutekeleza haki za wanawake kwenye vita. Hamza na yeye alipokuwa ameshiriki katika vita kama hizi, alikuwa ameweka bawa la ndege, alikuonyesha ufalme na utukufu. Yaani kama nimekuja kusherehekea mimi leo, sio vita tu, mimi leo naua namaliza na mambo yatakuwa vizuri. Na Sayyidina Hamza akawa yuwatembea mbele ya watu kwa godi kujifaharisha, yaani kama sampuli ya kibri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, huyu Hamza, huu mwendo anautembea hivi sasa ni mwendo Mwenyezi Mungu anauchukia isipokuwa kwenye vita. Yaani Muislamu hafai kutembea kikibri kwa wenzake, msikitini, nyumbani, barabarani, kazini, hata ukawa ofisa, ukawa misa, ukawa kisa, lakini wewe bado ni mwanadamu. Leo uko kwenye cheo, kesho uko kwenye cheo. Leo uko hivi, kesho utabadilika. Hufai kuwa na kibri, lakini katika vita lazima uoneshe namna fulani ya kutia uoga kwa wale wenzako. Kwa Sayyidina Hamza akatembea katika hali kama hiyo ya kuonesha ushujaa wake. Akachukua farasi wake Sayyidina Hamza, ule Makureishi wakafika na wao wakajipanga, wakaweka bendera 9 na watu maalum. Huyu akiuliwa atashika huyu, na ilikuwa ni kabila moja tu la kushika hizo bendera. Na kama kawaida tumesema vita vya kizamani havianzi hapo kwa hapo, lazima kuwe kuna kuchochea mwanzo kidogo, ima kwa njia ya mubaraza, kutoke watu huku na huku wapigane mwanzo kama ilivyofanyika katika Badr, au kutoke shujaa kutoka huku mpaka aende pale karibu na wenzake, kisha afanye vituko namna hiyo, kisha arudi aende tena kama kushtua arudi tena. Basi Sayyidina Hamza alimchukua farasi wake akatoka mbio, na hii ni Uhudani, akaingia. Alipofika pale kwa makufaru akawachilia, akatoka mpaka mwisho kule, kisha akarudi tena mpaka kwa Waislamu. Wote wamekaa wamesubaa na hofu kuingia kwa ushujaa alikuwa nao Sayyidina Hamza. Sayyidina Ali alipoona hivyo akachukua naye farasi wake, na yeye pia akafanya hivyo, akapita mbio, wale wakapasua barabara akapita, kisha akarudi tena mpaka kwa Waislamu. Na Ubaida pia, kwa sababu ndio viongozi wa jeshi, wakaonyesha kuwa sisi hapa tuko imara. Baadaye Sayyidina Hamza akarudi tena, baada ya hawa alirudi tena, akifika pale akapiga kichwa mmoja katika walioshika bendera, akirudi hivi akapiga mwingine, akirudi hivi akapiga, akawamaliza 6 kwa mara moja. Yani alikuwa yuko speed sana katika masala haya. Akirudi huku ametulia, Sayyidina Ali akasema na mimi niachie mmoja, subiri kwanza. Akaenda naye Sayyidina Ali akaua mmoja, na Ubaida naye akasema niachie na mimi mmoja, akaenda akaua mmoja. Baada ya hapo ndio vita sasa vikaumana baina ya makufar pamoja na masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita vilipoanza kuumana, makufari wakaingiwa na hofu na kuvunjika moyo kuona ule ushujaa uliopo kwa Waislamu. Pale pale wakaanza kujitenga, wakaanza kurudi nyuma, masahaba huko wapiga takbir, huko wakichukua zile ghanaim, gawira, mali waliwacha, ni panga, ni farasi, ni pesa, ni mfuko, ni mkoba, kwa sababu kwenye vita haitwi wizi. Kuna kitu chaitwa wizi katika vita. Mali yoyote yaliyoko pale ni halali ya mshindi. Hiyo ni kanuni hata katika ulimwengu. Kwa hiyo wakawa wanachukua yale mali. Sasa lile grupu lililoko kule kwenye kile kilima, walipoona hali ile, Waislamu wamenusurika na makufara wameshajitoa, wakaanza kushawishiana. Sasa vita vimeisha bana, wenzetu wachukua mali kule na sisi tushukeni. Ule kiongozi wao akamwambia, la,
sisi tumehusiwa na Mtume SAW ya kuwa ukiwa na ushindi tubakie, na ikiwa tumeshindwa pia tubakie. Lakini katika kuvutana watu 40 wakajitoa wakashuka chini, kukabakia watu 10. Sasa kuna grupu la makufara mmoja linaongozwa na Khalid ibn Walid, wote walikuwa na mafarasi na walikuwa watu ni 300. Hawa Khalid akawa katika kupiga dara huku nje, akiangalia juu ya kile kilima, aona watu walioko ni kidogo, akipeleka macho hivi akuta wengine wanashuka pale, akazunguka wakalipanda ile jabali, wakawaua wale watu. Baada ya kuwa watu 10 wakaanza kurusha sasa vyembe kwa masahaba, manake hii iko juu na masahaba wako chini. Hapo sasa masahaba wakaanza kuuliwa vibaya sana, wakauliwa mpaka mmoja katika makufara akamtafuta Mus'ab ibn Umair, alipatiwa bendera, akamkata mkono wa kwanza. Mus'ab akashika bendera kwa mkono wa pili, akamkata mkono wa pili. Mus'ab akashika kwa kwapa, akamkata upande huu, akashika upande huu, akamkata upande huu, akammaliza. Alipomaliza hakutambua kama huyu ni Mus'ab, yeye akafikiri ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaanza kuinua sauti kwa Muhammad nimeshamuua, Muhammad nimeshamuua. Waislamu wakazidi kusikia sasa unyonge ya kuwa Mtume ameshakufa. Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali, wote wakasema jamani, tukimbieni Madina, twende tukahami wake zetu na watoto wetu na familia zetu, maanake Mtume hapa ameshakufa. Kwa nini tubakie? Tuhami kitu gani katika Uhud? Ukatoka baadhi ya masahaba akiweko Sayyidina Abubakar na Sayyidina Ali kwenda Madina ili kuweza kuhami mji wa Madina. Naona hapa tuko insha Allah taala. Pia tumezungumza dakika nyingi ili kisa kisipotee chote. Inshallah kesho tutaeleza baada ya hawa kurudi Madina ukafanyika nini, na hawa wengine masahaba walibakia katika Uhud ukafanyika nini, na hawa kina Khalid na makufar walifanya nini. Inshallah taala Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.